Tunapozungumzia kipindi hiki cha Kwaresma, nini maana yake? Kwa kweli kama alivyosema, ni kipindi muhimu sana katika kanisa, kipindi cha Kwaresma. Nakumbuka Padri Chiwango aliandika kitabu kimoja juu ya vipindi vizito katika kanisa. Kwa hiyo katika vipindi vizito katika kanisa, kimoja wapo ni kipindi hiki cha Kwaresma. Maana unazungumzia Kwaresma na Pasaka, unazungumzia Majilio na Noeli na kipindi cha kawaida cha mwaka. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya vipindi vizito muhimu mno, na basi leo tutayaona mengi zaidi ili kusudi watu waweze kufahamu kwa kina maana ya Kwaresma, lakini hasa waweze kuishi ipasavyo hiyo Kwaresma. Kinaweza kuwa kipindi kizito, lakini uzito wake ukapoteza maana kama watu hawayaishi yale ambayo wanapaswa kuyaishi. Sasa tunapozungumzia juu ya Kwaresma, mojawapo kwanza neno ambacho linawashtua watu ni Kwaresma. Kwaresma sio neno la Kiswahili, ili tumekopa, ili tumelitohoa. Na neno hili maana yake hasa ni siku 40. Siku 40 kikanisa au katika maandiko matakatifu zina maana sana. Na tuna 42 ambazo wengi wanazifahamu. Miaka 40 ya Wayahudi kutembea kule jangwani, na siku 40 ambazo Bwana wetu Yesu Kristo alienda jangwani kufunga. Zile miaka 40 ya Wayahudi wa Israeli kutembea jangwani, kwa kweli ilikuwa ni miaka ya kujitakasa. Kule wamepelekwa uhamishoni kwa sababu walifanya vitu ambavyo kilikuwa kinyume na Mwenyezi Mungu alivyotaka. Anawapa nafasi ya miaka hii 40 kutakasika. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi cha kutakasika, na ndio maana kule jangwani kulikuwa na majaribu, kulikuwa na nyoka, kulikuwa na njaa, kulikuwa na kiu, kama vile tunapoimba katika Zaburi ya 95 juu wazazi wenu walivyojaribu Masa na Meriba. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba miaka 40 ilikuwa ni ya majaribu ya kujitakasa, ili kusudi waibuke wamalize ile miaka 40 wakiwa wametakasika, wakiwa safi, wakiwa waadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Vivyo hivyo tunapozungumzia siku 40 za Yesu kwenda jangwani, tunaambiwa nini? Alienda jangwani akipelekwa na Roho Mtakatifu. Na kule kikubwa tunachosikia ni majaribu. Kule alijaribiwa na Ibilisi. Na hayo majaribu ambayo alipitia Yesu, mwisho wa siku anakuja kuibuka kuwa mshindi.